Langu jina ni mjukuu wa bunduki, rais wa bunge la mwananchi Jacaranda, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027, tetezi ya wanyonge. Na mimi nataka kusema kitu kimoja tu, ya kwamba nimeona Ndindi Nyoro akifungua mdomo akisema ya kwamba kuna watu ambao wanafanya mafuta G2G. G2G kwa sababu shosho yangu haelewi G2G ni kwa serikali na serikali. Inamaanisha serikali wanahusiana na serikali na serikali nyingine. Nataka kuonya Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wakati haya ilikuwa yanafanyika, Mheshimiwa Samuel Atandi hakukuwa chair budget ya parliament ya budget ya taifa la Kenya. Secondly, why now Ndindi Nyoro ndiye anajua Mheshimiwa Rais William Ruto ni mbaya? Nataka kuambia Wakenya, Ndindi Nyoro atuambie mali yake ambayo anamiliki amepata wapi. Yeye mwenyewe kijana mdogo around 42 years 43 ako na share zaidi ya 45% kwa Kenya Power. Muizi si muizi. Then sana anafungua mdomo atuambie fuel levy ambao waliweka 7% watoe kwanza ndio watuambie mambo ya Iran. Nataka kuambia Ndindi Nyoro, chuma chako kimo tu, kwa sababu tumewatambua ya kwamba mumekuwa muda mrefu mkiibia Wakenya wengine. But right now tuko na nyinyi bumper to bumper. My fellow Kenya, huyu ndio kijana ambaye alikuwa katika kwenye chair budget ya taifa la Kenya. Kwa sababu anaondolewa na William Ruto, amepewa mtu mwingine ambaye si kabila yake, ameona sasa huyo ni mbaya. Ningependa kuamini Ndindi Nyoro, we want to know kwa nini mlikuwa mnafanya biashara na Kenya Power. Weka Ndindi Nyoro, baadhi ya mali yako ambayo unamiliki umepata kwa njia ya kialagei. Saa hii ndio umejanjaruka, unatuambia nini? Wakati kitambo ulikuwa unasema nini? Uhuru Kenyatta na mamake wameiba expressway, ulisema hapa Jacaranda during campaign. Right now umekuja tena kupiga William Ruto kwa sababu umenyang'anywa kiti chako ya chair budget ya budget ya taifa la Kenya. Nataka kuambia Ndindi Nyoro, hatutakubali kupoteshwa, hatutakubali kukua slave, hatutakubali kusambaratisha Wakenya wengine. Saa hii lami inapigwa 47 county, 290 constituency lami inapigwa. Kwa sababu nani? Samuel Atandi alipopewa kama chairperson ya bajeti ya taifa la Kenya, anagawa mali ya Wakenya equally bila mapendeleo. Sijaona Alega Usonga mali Atandi sasa amepeana mali iende kwa Alega Usonga peke yake. But wewe unajenga Kiaru, unatudanganya ni pesa CDF peke yake. CDF wewe siweka lami yote Kiaru constituency. Nataka kuamini Ndindi Nyoro, kama uko tatizo na William Ruto, mfuate kwa ofisi yake, mwache kutupigia kipindi. Ni wewe mwenyewe ulipitisha 8% ya budget ya nini ya tax. Sasa tunalipa 60%. Then unapanua mdomo na fisi ni wajinga ati wadoe kwanza 800 waliweka. We know you very well Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wacha kutukorofisha. Ni wewe mwenyewe wakati Jensi ameuliwa ulikuwa nini? Chair ya budget ya taifa la Kenya. Si Mheshimiwa Atandi. Atandi amekuja hapa juzi baada ya Jensi kuuliwa. Ni nini unatuambia saa hii? Nini imebadilika? Kwa sababu umepea mtu mwingine. Kwani kuna Wakenya wengine wafai kuhold ofisi ya serikali? Ama kuna Wakenya wengine wafai kupewa cheo wengine? Kama ule mwanamke mwingine ambaye ni chizi alikuwa hapa anatembea na ule mkabila Rigathi Gachagua, anaambia jamii ya Kenya ati Mbadi amepewa kiti yao. Kwani finance ni kiti ya kabila fulani? Bwana, wacha kutupima bangi. Hii hatutakubali my friend. Mlitukana Uhuru Kenyatta, saa hii mnaanza kupiga magoti. Sasa tena mnataka kurudi kwa Ruto, mtukane tena. Mess ambayo tuna mess kwa sababu people like Ndindi Nyoro, watu ambao wanajipenda, maendeleo kupeleka mali nyingine ati hiyo sasa ni mbaya. Bana, the only people ambao mess taifa la Kenya ni people like Ndindi Nyoro. Walikuwa hapo, kwa nini hawakusaidia William Ruto? Waambie Mheshimiwa Rais, this is bad, this is wrong. Sasa wanaona ni mbaya. Sasa wamejua kwamba William Ruto atataka kununua kampuni zote ya Kenya. My fellow Kenya, Ndindi Nyoro, mimi ningependa kuambia hao watu wanafaa kuwa accountable. Watu waambie mali ambao wanamiliki wamepata wapi, kama njia ya walagai. A 43 years anamiliki billion of money.
Hiyo pesa amepata kwa kazi sio corruption, no kora no janja. Then anatupiga kipindi ati saa hii sijui Ruto. Saa hii my friend, saa hii wa Kenya wamefunguka macho. Tunajua kwamba kuna watu wamepanga Kenya kwamba lazima jamii tatu ama nyumba tatu ndio control Kenya. Mnajua kuna kitu kingine ambacho William Ruto akifanya, watu wanaona mjukuu umenunuliwa. My friend, Ruto kukuwa rais wa Kenya amebadilisha vitu mingi sana. Kuna watu wamekaa chini wakaona ni wale wanafaa kucontrol Kenya. Ruto akasambaratisha hiyo mpangilio wa ujinga. Sasa hao ndio piga kipindi. Kama tunaumia Wakenya wote. Sidhani kama kuna mahali Mheshimiwa Rais William Ruto anapendelea kwamba Rift Valley watu wanafaidika, Central watu wafaidiki, Nyanza watu wafaidiki. The only things ambayo Ruto amefanya ya kwamba kuondoa ujinga na kumbafu, watu kuona pesa ya Kenya ni yao. Wao ndio wako na mali yao ya kulisha Kenya. Tuko na akili sahihi. We are learned people, my friend. Sasa tuwezi danganya na upuzi. Hadi sisi tuko na mali. Kama mko na mali, muache kulipo ushuru. Tuone kama tunafanya vitu zenu kusonia. Upige minada. Lazima Mkenya lipo ushuru. Unajua Wakenya wengine Muluya na Mjaluo na Mpwani na Masai na Oria wamebebezwa mzigo ya kulipo ushuru. Watu wengine wanakaa kwa kona fulani hawalipo ushuru. Ati Kenya ni yao. Sisi ndio wenye Kenya. Kama Odinga Oginga hakupeana hiyo uongozi, nani angekuwa rais? Sirima angekuwa rais wa kwanza. Sasa tunatupigia kipindi. Therefore, nataka kuambia Muluya ambaye amechaguliwa, ambaye ni mbunge, ambaye ni governor, ambaye ni women rep, ambaye ni MCA, senator, nataka kuambia Mjaluo amechaguliwa, ni governor, women rep, senator, MCA, mbunge, my friend, waziri, raundi, mtatuona uchi yetu. Sisi sio watu wajinga tena. Kama mtatetea gold ambayo iko kwa shamba yetu, tumeona wale wameuliwa Kakamega, wamechukua mkia yao wameweka kwa matako zao. Hawazungumuzi. Then Muluya Mjaluo anataka kuhangaisha kwa shamba yao. My friend, hii ninasema ninarudia, madini ambayo iko shamba yetu, Nyanza Ramula, na kule Kakamega, na kule Homa Bay, na kule Kisumu, na kule Migori kwetu. My friend, we cannot allow some thief, some thugs, some terrorists wakuje wa terrorist jamii yetu. Hiyo tunakubali my friend. Tuta protect interest yetu kama jamii. Lazima mali ya Muluya sikizwe. Sasa hivi hawezi kuongea. Mudavadi yako wapi? Wetangula yako wapi? Wako wapi sasa hivi? Anauliza. Governor Siaya James yako wapi? Mheshimiwa Chila yako wapi? Gladys Wanga yako wapi? John Bada yako wapi? Wanda yako wapi? We must protect our dignity, my friend. Sisi watu wakuingia tu kama mtu anaingia msalani kwa choo bila anataka. Lazima kama unataka kuhamisha Mjaluo kwa shamba yake ama Mjaluo kwa shamba yake, mkuje kwa njia sahihi, tuweke sahihi na mtulipe pesa kwanza ndio tuamue. Sio lazima tuame kwa shamba yetu. Gold ambayo thamani yake ni trilioni 3 kula Ramula. Then mnataka kuchukua trilioni 3 ya gold yetu, then tuhamishe kabla tupe pesa ya kununua mandazi. Unafikiri ni wajinga kiasi gani? Sasa wajinga, we are learned, my friend. Muluya pia tunataka kuona kama mkumsari wa mbele. Si mkipewa mguu ya kuku na chai mko sawa. Luo pia wakipewa samaki na omena wanaona wako sawa. Hatuko sawa. Tunasema madini gold ya Ramula, gold ya Osirimi, Migori, gold ya Homa Bay, my friend, na Kakamega. Raundi no joke. Hakuna mchezo. Lazima Mjaluo atoke kwa maskini. Kama gold imepatikana, wacha hiyo gold ibadilishe maisha ya wakazi wa Luo Nyanza. Kama gold imepatikana Western, wacha hiyo gold ibadilishe maisha ya jamii ya maeneo ya magharibi. Tumechezwa muda mrefu. Na tunataka kuambia serikali, Mheshimiwa Rais William Ruto, tuhamishie kampuni ya samaki. Hakuna bahari Thika, hakuna bahari Central, hakuna bahari. Tuhamishie kampuni, peleka Kisumu. Kama mnatupenda my friend. Hatuwezi kuwa samaki inatoka huko na tuko na airport. Central hakuna airport. Thika kuna kitu wanafanya. My friend, kuna kampuni ya majani chai Kisumu. Kuna factory ya majani chai Kisumu. Mbona yetu inapelekwa Thika? Mahali hakuna bahari. Kila mtoto kule kwa milango ya mamake na kule korefu ya kamba yake. Sisi wajinga tena tunapimwa banki. Lazima Mjaluo na Muluya apate haki yake. Na hapa kwa Ruto tutatoka akitoka
tunaingia. My friend, Ruto akiinua mguu tunaweka miguu yetu, akiamuka tunakalia. My friend, Ruto akienda nyumbani tunabaki kwa hiyo serikali. Therefore nataka kuambia Muluya, ni Muluya gani ako capable kukuwa rais baada ya William Ruto? Sasa wengine wanasema si ulinde mwananchi, analinda mwananchi gani? Pale amekuwa bubu. Nairobi ni chafu, analinda mwananchi gani? Mwingine pia tuambie linda mwananchi. Hakuna maendeleo tunaona constituency. My friend, mimi ninasema ya kwamba William Ruto akitoka tunaona Raymond Omolo. William Ruto akitoka tunaona anatembea. Na kama anatembea atatembea na Waluya, akanyagi kubwa aende wa Munyoro peke yake. Hatuwezi kufuata mambo ya Munyoro. Badilika governor, rudi kwa wananchi. Si mambo ya kuenda kwa Munyoro. Hatutaki Munyoro sisi. Mambo ya Gachagua tumeweka X. My friend. Pili, Mheshimiwa Daktari Raymond Omolo, we as young people from Western region tunakuaminia kama kiongozi wetu, na tunasema ya kwamba kaa hapo kwa Ruto, jinsi Ruto alikaa kwa Moi, jinsi Ruto alikaa kwa Uhuru Kenyatta. William Ruto akimaliza 2032, Omolo tunakuona. Wewe ndio tunakuona kwa sababu wewe ni mpole, uongozi utaki kelele, uongozi utaki nyege. Jinsi wengine tunaona hapo wako na nyege mingi. My friend, tunakuaminia Daktari Raymond Omolo. Wacha shika wote pamoja. Muluya na Mjaluo wao ni ndugu na dada. Mtu asikubali kusambaratisha Muluya na Mjaluo Omolo. Kama uko kwa hiyo serikali, make sure umeshika mkono ya Muluya, make sure umeshika mkono ya Mpwani, make sure umeshika mkono ya Turkana, mkono ya Masai, wote pamoja na mkono ya Wajaluo. Ili sisi kama jamii, wakati William Ruto anaenda kupumzika, tunakuona hapo mbele, upangane 2 3, tuone natembea kama tunatenda hapa, na akikataa kukuja akaenda kwa Munyoro, aende huko tu kwa Munyoro peke yake. Akili Waluya hatutakubali kuenda kwa mambo ya ukabila. Waluya sisi ni kitu kimoja, na kiongozi ambaye tunaona tutasaidia kiserikali Daktari Nyipir Raymond Omolo. Yes, mwenyewe. Asante na Mungu awabariki.